Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole. Bwana Yesu asifiwe. Wandugu na nitazama, si mwingine ni mimi Joel Eomba Nlondani kutoka hapa kwetu nchini Australia. Nazidi kumshukuru Yesu Kristo kwa sababu ya upendo wake, nguvu zake na energy yote anayotupatia sisi kula na kuamka. Ni neema na uwezo wake Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji unanitazama, na kama vile nilivyowaambia kwamba baada ya Geti 7 kuna kipindi ambacho tayari nishaambiwa nikitoe, lakini kabla ya kuendelea niseme tu asante kwako wewe ulio share, kwako wewe ulio sambaza, ulio comment, ulio subscribe kwenye channel yetu na kufanya yote ambayo nimeongelea. Nasema asante kwa ajili ya kazi uliyoitenda kwa Geti 7. Hata kama hauko share, hauko comment, hauko like, hauko subscribe, lakini ukaangalia pia ni support. Nazidi kusema Bwana Yesu Kristo awe na ninyi nyote na amani zake zipate kuwa pamoja nasi, ili tupate kuelewa zaidi kila anachotaka sisi kukijua katika kipindi hiki cha kuharibika kwa dunia. Kama nilivyosema ya kwamba baada ya Geti 7 tunaleta na kipindi, tunakuja na kipindi cha cha kuharibika kwa dunia, na ndivyo ilivyo leo. Tunaanza kipindi hicho cha kuharibika kwa dunia. Lengo la kipindi hiki ya kuharibika kwa dunia inakuandaa wewe kujua hali gani na mtazamo wako wa kiroho, kujua jinsi gani dunia ilivyoharibika na ukengeufu wa kiroho ambao utalipata kanisa kabla ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na sehemu hii ya kuharibika kwa dunia tunaongelea sana mambo yaliyopo, mambo yatakayokuja na mambo yanayotendeka yanayotendeka kwa wanadamu, ukengeufu uliopo na ukengeufu utakaokuja. Ndio tunaongelea sana katika mambo haya katika katika sehemu hii ya kwanza. Kwa hiyo ni kuombe uwe na mimi, twende pamoja ili upate kuelewa kile ambacho Yesu Kristo anataka wewe kukijua na kukisikia. Basi si mwingine tena ni mimi Joel Eomba Nlondani kutoka Australia. Na shukuru kwa hilo sana. Basi acha nianze. Ilikuwa hivi, nilikuwa naona maono, lakini pia nikawa naambiwa na sauti ya kwamba siku zinazokuja wanawake watafanya nini? Wanawake watajinua na kutaka kutawala wanaume. Lakini sio tu hivyo, wanaume nao watakaa kama wanawake katika eneo za baa. Yani wanaume kukaa kama mwanamke katika eneo za baa, ina maana ya kwamba atakaa na kama vile kujiuza, kama vile anajiuza kwenye baa. Unaona wanawake wananunuliwa kwenye mabaa, na ndivyo wanaume nao watakuwa kwenye mabaa, kwenye maklabu na kuanza kujiuza. Wanaume watabaki majumbani wakilewa watoto na wanawake wakienda makazini kutumika kazi. Na hata hivyo maendeleo ya ajabu na uhuru wa ajabu ambao unakuja, nyumba za pombe zitajaa na watu. Eneo za muziki ya kawaida, secular music, club, show, clubs na bar zitajaa watu. Eneo za wanawake wanaojiuza kwenye mahoteli kupopote pale, eneo za ngono za wamalaya na kazi ya ngono malaya niseme, zitajaa watu. Lakini neno la Mungu na Biblia vitasauliwa. Neno la Mungu litasauliwa na Biblia kukanyagwa. Nikaambiwa ya kwamba kutatokea ukengeufu
ambao ni wa ajabu kabla ya kuja kwake Yesu Kristo. Ni ukengeufu wa ajabu utaka kutokea katika ulimwengu kabla ya kuja kwake Yesu Kristo. Ndio akanipatia kwanza kitabu hichi ambacho ni kitabu cha Wathesalonike sura yake ya pili. Wathesalonike wa pili sura yake ya pili. Tunaanza mstari wa kwanza hadi wa 4, nasema hivi: basi ndugu, tunakusiini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaozaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwepo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye Mungu. Sasa makengeufu ambayo niambiliwa katika sehemu ya kwanza ni mambo yanayotendeka, mambo ya uasi wa wanadamu ambao utakuja kabisa kudhibitisha ili andiko. Mambo majabu yatatokea. Ndio maana ninaomba ukuje kabisa na mimi twende pamoja katika safari hii. Ni sehemu zaidi ya 10 na tutakuwa tunapandisha moja baada ya nyingine pale ambako Bwana atakapadi hadi pale tutakapomalizia sehemu zote. Sasa sikiliza hapa, nikaambiwa vitu vingine ambavyo vitakavyokuwa vinatokea katika dunia. Viwanja vya mpira vitajaa na watu, eneo za sherehe zitajaa watu. Kama nilivyokuambia, tunazungumza mambo yanayotendeka, lakini pia mambo yatakayokuja. Yaani haya tunayaona yanatendeka leo, huko mbeleni yatatendeka zaidi ya hapa. Viwanja vya mpira vitajaa watu, lakini pia eneo za starehe zitajaa watu, ila kanisa litakosa watu, litakuwa wazi na kukosa watu, na miti yenye kuzaa matunda itakatiliwa na neno la Mungu kudharauliwa. Nikaanza kuambiliwa, kwa maana siku hizo watoto watainuka kupigana na wazazi, watainuka watoto kudharau wazazi, na kati ya mme na mke kutakuwa fujo. Lakini pia kaniambia, maasi ya moyo wa mwanadamu ndiyo upanga utakaoweza kumuua yeye mwenyewe. Yale matendo maasi unayotenda moyo mwenyewe, na hicho ndicho kifo chako utakachoweza kukitenda. Hakaniambia, sauti ikasema, ahimidiwe Yesu Kristo awezaye kuokoa, lakini pia awezaye kuokoa watu wake kwa ajili ya uasi wa wengi watajichoma kwa maumivu makali. Na ndio hapo nikaona jinsi gani watu wanatembea kwa kitu kama vile miiba kwenye miguu yake. Kwa uasi watu watajichoma kwa maumivu makali. Sasa wakati naambiliwa hayo, ndio hapo sasa nikaona namba hizi. Niliona 0, 0, 1, kisha wakaweka kanstari pale, wakaweka 1, 2, yani 001 unaweka kanstari na 10 unaandika 12. Ndio nilivyoanza kuona. Sasa wakati naona hayo, sikuwa naelewa ni nini hasa kinachoendelea, lakini ndipo nikaona mtu akaleta ile 0 ile, hakaipanua ikawa 0 kubwa. Sasa katika ule uviringo wa 0 ule, ndo wapo nikaanza kuona mambo yanayotendeka sasa hivi. Nikaletewa nchi ya Thailand. Nikaona katika nchi ya Thailand ni nchi ambayo imeharibika kabisa
kwa umalaya, wanawake wanafanya malaya, watoto wadogo wanafanya malaya, ule umalaya wa kujiuza kwa viwango ambavyo sijawahi kuona, kwa maana niliona ni nchi chafu. Thailand niliona ni nchi chafu kabisa, inayofanya mambo machafu zaidi ya vile nilivyokuwa na nadhania. Lakini pia nikaona siku zinazokuja, nikaona kwa upande wa serikali nikaona North Korea imejiunga na China, imejiunga pia na Russia, wamekuwa pamoja katika hizi nchi mbili. Na ile hali ya North Korea, China na Russia kuwa pamoja, nikaona ni tishio kubwa katika Amerika, lakini pia nikaona ni tishio kubwa katika Ulaya. Baada ya hapo nikaona kitambaa cheupe angani. Nilipoona kitambaa cheupe kinashuka angani, na nikaona maendeleo ya ulimwengu kupitia kitambaa. Nikawa naangalia ulimwengu jinsi gani utakavyoendelea kupita kiasi. Nilianza kuona watu wako busy sana. Yani ninaona ya leo na hata naona yanayokuja. Yote naongelea hapa, naona watu wako busy. Ina maana watu wako busy leo, lakini naposema watakuwa busy sana, ina maana ubize utazidi leo. Nikaona watu wako busy sana kushinda leo, na kila mtu siku hizo atawaza kufanikiwa kwa ajili ya pesa, na wengi watauana kwa ajili ya pesa. Watu watawaza pesa, pesa, pesa. Lakini hata hivyo kuna wataka huwa watu wengine ili wapate pesa zaidi. Sasa baada ya hapo nikaona mpanga wenye kumwaga damu, yani unaoua, unasimama kanisani. Huu mpanga niliona unasimama kanisani. Nikaona watu wako kanisani kusali, bali walikuwa wamekufa. Wako kanisani lakini ni wafu. Lakini pia wafu yani kama vile mtu anavyokufa sana kaa chini. Ndio nilivyoona wao wanaenda kanisani, lakini ninaona wanapokuwa ndani ya kanisa, mimi sikuona mtu aliye hai, bali niliona wafu walio ndani ya kanisa, ni wafu. Sasa wanamilikiwa na huo upanga mkubwa unaotoa damu, na unasimama kanisani. Huu mpanga uko ndani ya kanisa. Ni mpanga, lakini ni unaoua watu waliomo kanisani. Sasa baada ya kuona hayo, nikaona dunia iliyojengwa kwa maendeleo. Nikaona majumba ya kifahari, lakini pia nikaona watu watatembelea eneo ya dhambi kuliko eneo anapohubiriwa Yesu Kristo. Nikaona wachungaji watavaa mavazi meupe, mavazi meusi. Wachungaji watavaa mavazi meusi, lakini pia na hawatakuwa na mwangaza. Hawatakuwa na mwangaza ndani yao. Nikaona lingine hapa. Nikaona hao watu watatumikia, yani wachungaji watatumikia hela na kutaka kuwa na vingi. Kwa hiyo ndani ya kanisa watu watakuwa na neno ambalo linaweza likawaokoa, bali ni hali ya wale wanaoongoza kutaka kuwa na vingi, pesa, magari, majumba na mandege na vitu vingine. Sasa nikaambiwa kwa ajili ya hayo watu watatembea uchi. Watu kabisa watatembea uchi kwa ukosefu wa neno katika kanisa. Na hata hivyo
wachungaji kujinua kwa kupenda mambo ya kidunia kushinda kuwahubiri kweli Yesu Kristo, itasababisha waliomo ndani ya kanisa kuanza kutembea uchi. Kwa hiyo kuanza kutembea uchi, na wanawake na wanaume watakuwa uchi kabisa. Hata wanaume wataanza kuvaa mavazi ambayo ni ya uchi kama tunavyoona leo. Lakini pia kwa ajili ya hayo makanisa yatakuwa yenye majumba makubwa, wakipamba nyumba hizo kwa vitu vya samani. Nitakavyokuwa makanisa mengi. Lakini pia nikaona makanisa yenye majengo makubwa sana. Wachungaji na viongozi wengine ambao niliwaona wanamiliki ndege za kusafiri nazo. Watu watakuwa wenye kufundisha neno, si kwa sababu mtu aokolewe, bali kwa ajili wapate pesa katika makanisa. Ukengeufu utaongezeka kwa viwango ambavyo hujawahi kuona. Yani watu kuliko kuokolewa, watu wataendelea zaidi sana kuwa wakengeufu, kuwa waasi, kumtumikia shetani. Lakini pia hali hiyo itasababisha walio wengi kuwa vipofu na wamo ndani ya kanisa. Na wakati huo ndo wakati wa ukengeufu na maasi ya ajabu. Lakini itakuwa ni wakati wa kila mtu kuwaza kwa ajili ya nyumba yake. Yaani wewe unapata vya kwako kwa ajili ya familia yako tu. Hautawaza ndugu, hautawaza rafiki. Ina maana watu hawatakuwa na upendo ndani yao, bali maasi yataongezeka katika mioyo. Na hiyo maasi kuongezeka, upendo utakuwa kabisa hauko katika watu. Pura. Haleluya, Yesu Kristo. Upendo utakuwa umekoma. Ndo acha kwa tuangalie katika kitabu cha Mathayo 24 sura yake ya Mathayo 24 sura yake ya 12. Najua Mathayo 24 mstari wake wa 12. Mathayo 24:12 anasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Ndio nilivyoambiwa na nilivyokuwa naona. Watu hawatakuwa na ule huruma. Maasi kwa sababu huyu anachukia huyu, huyu anachukia huyu, huyu anachukia. Kwa hiyo wewe watu ukipata kitu, hautawaza ndugu aliyo nyuma yako, hautawaza mkubwa aliyo mbele yako, hata mama yako utansahau. Maasi yatakuwa kati mume na mke, rafiki na ndugu, makanisani yatakuwa ni maasi, machuki kila everywhere. Upendo wa walio wengi utakuwa umepoa kwa sababu ya uasi. Sasa niliona wandege watano weupe. Hao wandege watano weupe ni walipowaona angani, wakasema, waliniambia, mfunulie huyo mambo ya siku za baadaye. Ndio hao wandege walisema, kabla haijaja siku ya Bwana iliyokuwa, mfunulie huyo. Baada ya hapo nikaona wale wandege wale wandege wawili kati yao watano, wawili ndio walizunguka, zile bawa zao zilikamatana hivi, kama wakajenga kama vile zero. Sasa kupitia ile eneo ya uwazi ya mabawa ya wandege wakubwa, sijawahi kuona wandege wakubwa kama wale, ndio nikawa naangalia, nikawa naona mambo yanayotendeka sasa. Nikawa naona mambo yanayotendeka, na ikaona na dunia iliyojaa giza. Dunia iliyojaa giza, dunia yenye giza ndo naiona kupitia hao wandege wawili. Mabawa yao waliweka mabawa yao kama mviringo, ndo wakawa wananyesha kama vile sinema hapo. Baada ya mimi kuwa naangalia, nikaona tena sasa, nikaona baada ya kuona dunia yenye giza, nikaona nchi. Na nchi ya kwanza niliyoiona, nikaona India. Nilipoona India, niliona India kuna upanga unatembea juu ya nchi hiyo, wenye rangi ya dhahabu juu, ila ndani yake ni mweusi, umejaa weusi. Lakini pia nikaona China. Nilipoona China, nikaona dragon inayotapika moto. Nikuona hiyo dragon inayotapika moto,
na sehemu zingine za dunia zinatoa moshi mweusi. Yani niliona dunia yenye giza. Ikisema giza na maanisha giza, dunia yenye giza. Lakini baada ya kuona China na Dragon na dunia zingine ambazo zinatoa nini? Zinatoa moshi mweusi. Pande zingine za dunia zinatoa moshi mweusi. Nikaona pia Uarabuni. Katika Uarabuni nikaona upanga mweupe, lakini ndani yake muna damu. Kwa mgongo huku inji ya upanga niliona upanga inje huko na kava nyeupe, lakini ile kava nyeupe inafunika damu ndani yake. Yani kilichokuwa ndani ni umwagaji wa damu, yani ni damu. Basi nikaona misikiti nyingi sana na yenye kujengwa la kifahari, na watu wao ndani ya misikiti walikuwa wanaabudu. Baada nikaona mto. Baada ya hapo nikaona mto. Huo mto ambao niliona ulitoka Amerika ukashuka hadi kuingia nchi ya Kenya. Narudia, nikaona mto huo uliokuwa mweusi, sio mto ambao una maji kama tunayoyaona, bali maji yake yalikuwa ni meusi. Sasa huo mto ambao wa maji meusi ulitoka Amerika, nikaona umeingia hadi Kenya. Basi baada ya kuona haya, mimi sikuwa na tafsiri yoyote. Nikawa naomba sasa nipate kuelewa maana yao yote, kwa maana yanakuja kwa njia ya mafumbo ambayo mimi nahitaji nijue ili nipate kuelewa zaidi. Sasa wakati naomba hivyo, ndo nikaanza kuambiliwa maana au tafsiri haya yote ambayo nimeyaona India, nimeona China, nimeona Uarabuni na duniani na hata Amerika tu Kenya. Ndo nikaanza kuambiliwa upanga wenye rangi ya dhahabu ulioko India. Na akaniambia ni mafundisho ya uongo katika nchi hiyo ambayo hayana uhai ndani yake. Mafundisho ya uongo yanayotendeka India. India imejaa na mafundisho. Kuna miungu India zaidi ya 2,000,000. Kuna miungu ya kila aina. Watu wanaabudu miungu utadhani hawana akili sawa. Na ndio huo upanga mimi nikaonyeshwa kana upanga wa rangi ya dhahabu ulioko India. Ni mauaji, ni mafundisho ya uongo. Ya uongo katika nchi hiyo ambayo hayana uhai ndani yake. Lakini pia nikaambiwa maana ya dragon anayetapika moto katika nchi ya China. Dragon katika nchi ya China ni mafundisho yanayofundishwa China, na huku wakifuata shetani. Mafundisho ya uongo yaliyoko China wakifuata shetani. Lakini pia nikaona upanga mweupe ila wenye damu ndani yake. Na upanga mweupe wenye damu ndani yake niliona katika nchi za Uarabuni. Sasa nikaambiwa ni mafundisho ya kidini yanayofundishwa na watu wao. Lakini nikaambiwa maana ya mto mweusi kutoka USA, yani Amerika, na kuingia Kenya. Nikaambiwa ni kwamba ni mafundisho ya uongo yaliyokuweko, yaliyoko na yatakayokuja kutoka Amerika na kuingia hadi Kenya. Mambo ya uongo yatatoka Amerika na kuingia hadi Kenya. Sasa baada ya hapo, haya mafundisho yatakapoingia Kenya, huo uongo utakapoingia Kenya, utaharibu Afrika. Utaharibu Afrika. Nikaambiwa sasa mafundisho haya hayajumuishi neno la Mungu peke yake, bali ni udanganyifu wa maadili
ukiwemo ushoga na usagaji utakaotoka katika Amerika na kuingia katika nchi ya Kenya, na hivyo kuleta usumbufu na uharibifu katika nchi ya Afrika, katika bara la Afrika. Sasa sauti ikaanza kuniambia ikisema, mambo hayo unayoyaona hayajatokana na akili zako wala kwa mapenzi yako, bali Yesu Kristo unaonyeshwa matukio na mambo yatakayotokea kabla ya kuja kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo kuharibika kwa dunia huko, Mungu alitaka aonyeshe sasa matukio na mambo yatakayokuwa yanatukia na jinsi gani wanadamu atazidi kupotea kabla yeye kuja. Jinsi gani ukengeufu ambao tumeona Thesalonike wa pili sura ya 2:4 utakavyokuwa unaendelea katika makanisa, na watu kuingia makanisa wakizani wanasali Mungu, kumbe ni vipofu, ni wafu waliokufa kabisa. Wengine wataabudu mashetani wakizani wanaabudu Yesu Kristo. Wengine wataabudu mafundisho yasiyotokana na Mungu ya mashetani kabisa wakizani wanaabudu Yesu Kristo. Ukengeufu, uasi, upendo utatoweka. Kwa hiyo twende katika kuwa pamoja na mimi ili tupate kuleta kipindi hiki pamoja na tukatende kazi ya Yesu Kristo pamoja. Mimi ni Joel Eomba Londani kutoka hapa kwetu Australia. Na hii ni kama vile utambulisho wa kuharibika kwa dunia, lakini nina mengi kabisa ambayo nitayaleta. Ni sehemu ndefu kushinda geti 7. Kwa hiyo tende na kualika kushare, kusubscribe, kucomment na kulike na kuambia watu habari na matendo ya Yesu Kristo anayotenda, ili watu wapate kujua ya kwamba atakuja. Na wale wenye kuwa na akili wajiweke kwake, wasitoke wala wasiangalie jinsi gani wanadamu wanavyozidi kupotea na kugeukia njia zao zisizokuwa na uhai. Wewe baki kwa Yesu Kristo na wala usiende popote wala kufanya lolote. Kaa na Yesu Kristo peke yako. Tutakutana tena kwenye sehemu ya pili, na amani ya Yesu Kristo ipate kuwa na ninyi. Amen. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.